Pamoja na baraza la wazee, ofisi yangu ya kichungaji, tumeandaa ibada ya mbingu kujawa na sifa. Mbingu kujawa na sifa. Na ninawakaribisha watu wote kushiriki katika hiyo ibada. Ninawakaribisha wanafamilia mbalimbali, ndugu, jamaa na marafiki kuwepo katika hiyo ibada maalum. Ni ibada ya uponyaji. Ni ibada ya uponyaji. Kwa hiyo usipange kukosa. Ukisikia tukitangaza ibada kama hizi, ninaomba usipange kukosa. Ibada ya Jumapili itaongozwa vizuri mpaka saa 5:30. Baada ya hapo nje, ibada hii inafanyikia nje pale. Patakuwa pameandaliwa vizuri na tutahamia pale. Kwa hiyo ninaomba sasa unisikilize vizuri. Hii ndio dharura yenyewe iliyonisababisha kuwepo hapa leo. Na nimesafiri usiku kucha kwa ajili hii nije hapa. Ninaomba sana, ibada hizi ni ibada za uponyaji. Hakikisha unashiriki pamoja nasi. Tuna mistari miwili katika Biblia. Mstari wa kwanza unasema hivi: ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Dawa ya dhiki ya ulimwengu si kukemea. Dhiki haitaka iondolewe kwa kukemea, sio kwa kufunga na kuomba. Dhiki ya ulimwengu ni kwa kujipa moyo. Na kujipa moyo ni kushiriki kwenye ibada maalum za sifa kama hizi. Ndio unapata nafasi ya kujipa moyo, ya kujitia moyo kwa Bwana, ya kuendelea mbele pamoja na madeni, pamoja na magonjwa, pamoja na misiba mbalimbali ya kimaisha ulionayo. Dhiki ya ulimwengu haitakomeshwa hata kidogo. Muda nidumupo ulimwenguni, niishipo duniani, ni tufani daima. Kwa hiyo dhiki ya ulimwengu dawa yake ni kujipa moyo. Kongamano kama hili, hakikisha unashiriki. Ibada ya sifa kama hii ambayo zaidi ya masaa 7 mpaka masaa 10 watu watakuwa wanasifu na kuabudu, hakikisha unakuwepo kwenye hiyo ibada ya uponyaji. Huwezi kuigeuza dunia kuwa paradiso, wala usijaribu kutengeneza paradiso yako hapa duniani kwa akili zako binafsi. Kwa taarifa yako, haiwezi kutokea. Paradiso ipo. Rest in peace. Ukifa, ukienda mbinguni pia, dunia nzima itakuishi best wishes za marehemu. Rest in peace. Na mstari wake upo mahali ulipo wewe. Hapana taabu, wala magonjwa, wala dhiki, wala huzuni, wala mauti haitakuwamo tena. Lakini muda ukaapo duniani, dhiki ya ulimwengu. Na dhiki ya ulimwengu inaondolewa kwa kujipa moyo. Ukiona tukiendelea kuwepo hapa duniani, wengine tungekuaga vichaa kwa mateso na mapito tuliyopitia, lakini tunajipa moyo. Kujipa moyo ni kushiriki kwenye ibada za masifu. Ibada hizo za kusifu, ibada za masifu ya asubuhi, ibada za masifu ya jioni, kwenye maombi, kuja kanisani. Ibada kama hii, ukiondoka unapunguza kwa kiwango kikubwa dhiki ya ulimwengu kwenye maisha ya kwako. Na kila mtu ana dhiki yake hapa. Na wapo pia watu waliowekwa kwenye maisha yetu kusimamia neno la Mungu litimie, ili Biblia isiwe batili. Kuna watu wachache hapa wanasema, mume wangu ananitaabisha, mke wangu ananitaabisha, anipi raha. Haipo raha kwa mume, haipo raha kwa mke. Jipe moyo.
unamsingizia bure. Yaani huyo mume wako na huyo mke wako unayetaka akupe raha unamsingizia bure. Anayekutaabisha, awe mume, awe mke, awe mtoto, awe bosi wako kazini, ni mtumishi wa Bwana, anatimiza andiko la kuhakikisha ulimwenguni mnayo dhiki. Hebu apigieni makofi ya watumishi wa Bwana. Kabisa. I like it. Hata kama wewe hautaki, lakini ni mtumishi wa Bwana anayesimamia neno la Mungu litimie, ili Biblia isiwe batili, kwamba ulimwenguni mnayo dhiki. Sasa usitengeneze paradiso yako hapa duniani. Utatengeneza paradiso. Biblia inasema hivi, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Dawa sio mtu akupe moyo, dawa jipe moyo. Mtikise jirani yako kwenye bega la kulia, bega la kulia. Mwambie dawa ni kujipa moyo. Mwambie tena, dawa ya dhiki ya ulimwengu ni kujipa moyo. Shauri yako wafa. We nuna, kasirika, amenitesa, amenitaabisha. Mwenzako anatimiza neno la Mungu. Ni kazi ya kujipa moyo. Unafikiri dhiki ya ulimwengu ni ndogo? Yesu alipigwa misumari ya nchi 6. Alisalitiwa na Yuda. Wakati wale Wayahudi wanapiga misumari, Yesu akawaangalia, akakumbuka ya kwamba si wao, ila wanatimiza neno la Mungu. Akaambia, Bwana wasamehe, maana hawajui walitendayo. Shughuli hii ina wewe. Hii ni problem of God. Hili ni tatizo la Mungu, sio tatizo la mke wako, wala la mume wako, wala la mtoto, wala la bosi wako. Hili ni tatizo la Mungu kwenye maisha yako, ya kwamba ulimwenguni mnayo dawa. Jipe moyo. Kujipa moyo ni kushiriki kwenye activity mbalimbali za namna hii. Ngoja niwaambie, dhiki ya ulimwengu usipojipa moyo inaua. Inaua. Italeta magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya pressure, magonjwa ya figo, heart attack, kichaa na kifo. Na wanaoongoza kwa kutokujipa moyo hapa duniani ni wanaume. Ndio maana nimekuja. Mwafa mnaisha. Wanaume, 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 jipeni moyo, mnaondoka. Mwafa mwaisha. Maisha ya mwanaume kuishi yamepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu gani? Hawajipagi moyo. Wanawake wanajipa moyo. Mara wapige vigelegele kanisani, mara wapige makofi, mara warukeruke, mara waende kitchen party, mara waende sijui kwenye corridor party, mara waende sijui kwenye mapati gani, mara waende kwenye vikoba, siku ya vikoba waandalie party. Yani wana party, Ijumaa kuna party, Jumamosi kuna party, Jumapili kuna party, Jumatatu kuna party, na kila party wanajirusha. Na ndio maana wanaishi. Sasa midume ni kuvumilia. Dhiki si ya kuvumilia. Jipe moyo. Na kujipa moyo, jitokeze. Toka nje, Mungu akuone. Sema amina. Yani hata nilipotangaza hii ibada ya mbingu kujawa na sifa ya kwamba tutakuwepo hapa kanisani Jumapili, kuna watu wachache wanaume washaanza kupanga safari. Anakwenda kwenye project, utafia huko. Shauri yako. Njoo hapa jitikise tu, hata kama hauna step kama za Wachaga na Wahaya. Wewe jitikise tu hivyo hivyo. Lakini uwepo. Wanaume, wanaume, mwepo. Dhiki ya ulimwengu ni kujipa moyo. Hiyo ndio dawa tu. Hakuna kitu kingine. Na hizo activities za ibada, ibada za kusifu, ibada za kuabudu, kuimba, ni moja ya kujipa moyo. Hakikisha unakuwepo
sana.